Wahitimu wa kada afya katika chuo cha Rafiki kilichopo wilaya ya Mbinga wametakiwa kwenda kuhudumia jamii kwa upendo mkubwa na unyenyekevu, kwani jamii inahitaji kuwa na afya njema. Akizungumza katika mahafali ya chuo hicho, mgeni rasmi Frank Peter Ndunguru amesema serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kila mwananchi katika kupata huduma za afya pasipokuwa na vikwazo vyovyote. Saruji 50 kwa maana simenti, mimi nitakuongezea nondo 20. Hatujainua elimu Mbinga kwetu, tumeinua sana. Lakini pia hii ni awali, kwa sababu nimeenda kuangalia, hata nikisema tuongeze baki hapa utaweka wapi? Hebu tuanze na hivi, tukifikia level fulani tujue tunafanyaje. Ndio maana tumesema sisi kama Wanambinga tutajitahidi kushirikiana na wewe kwa hali na mali ili tuweze kufikia malengo, ili wananchi waweze kuona Rafiki ni msaada ndani ya wilaya ya Mbinga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Awali katika risala iliyosomwa na wahitimu mbele ya mgeni rasmi imeonyesha kuwepo kwa changamoto ya jengo la utawala katika chuo hicho, hivyo wameiomba jamii kushirikiana na uongozi wa chuo katika kufanikisha ujenzi huo. Sema hivyo, ndugu mgeni rasmi, chuo chetu kinakabiliwa na changamoto ya ukarabati wa jengo la utawala. Mahitaji ni kama yafuatayo: bati 150, nondo 50 na mifuko 100 ya saruji. Ndugu mgeni rasmi, akijibu baadhi ya changamoto hiyo, mgeni rasmi Frank Peter Ndunguru amesema atachangia baadhi ya vifaa hivyo vya ujenzi ikiwemo simenti pamoja na nondo ili kufanikisha ujenzi wa jengo la utawala. Sindivyo? Basi niwaombe viongozi wangu, nitafutieni vijana wawili, wa kike mmoja na wa kiume mmoja, na mimi mlipie nusu ada. Tuangalie vijana ambao wanatoka katika mazingira ambayo tumezoea kusema kwamba sio rafiki au mazingira magumu. Kwa tukiwapata hao, nafikiri uongozi wa shule, uongozi wa chuo mtasaidia kupata hao watu wawili. Mimi nitalipa mswada kama nyinyi mlivyosema. Lakini kwenye changamoto yako nyingine umesema kwamba jengo letu linahitaji maboresho au ujenzi wetu uendelee. Mimi naomba niseme ifuatayo. Kwanza, nitakupa saruji 50. Aidha, kwa upande wao wahitimu wakizungumza na waandishi wa habari nje ya ukumbi, wamesema wanakwenda kufanyia kazi nzuri na utendaji kazi uliotukuka katika kuwatumikia wananchi ili waweze kupata huduma bora za afya. Huko tulikwenda hata field orientation, kuna mabadiliko aidha ya vifaa katika vituo vyetu vya afya au katika utendaji wetu. Kuna njia nyingi za kuweza kutumia na kuendana nazo ili mradi tukwenda kuelewa na kwenda kukifanya kile ambacho tumefundishwa kutoka hapa, na changamoto zipo tutaenda kukabiliana nazo kulingana na vile tulivyofundishwa na vile ambavyo tunaenda kuvifanya. Jamii inawahitaji sana. Nini matarajio wanajamii watarajia nini kutoka kwenu? Jamii tarajia utendaji kazi bora, watuamini, maana ndo majukumu yetu ambayo tumeyapata na ambayo yapo kutoka mioyoni mwetu. Watuamini, tunaenda kufanya kazi vizuri, na pia wakawe na ushirikiano, na sisi tutakuwa na ushirikiano nao. Lakini pia tunawakaribisha na wengine ambao wanatamani kusomea hicho ambacho mmesomea. Ni nice, ni uguze sijui. Tunawakaribisha. Ongea alichoongea kwanza. Utapata mafunzo bora yenye maadili, vitu kama hivyo. Yaani kipe sharti nini, wanasemaje? Kipe nini chuo chako? Sawa. Niendeleze. Haya, pia kwa sisi tunaohitimu tunawakaribisheni nyote mlioko majumbani, mnaotusikiliza, mnaotuona, pia tunawakaribisheni katika chuo chetu cha Rafiki College Mbinga. Kina mafunzo vizuri, kinafundisha nidhamu, ukitoka ueleweke, ukifika hapa unafundisha vizuri. Karibuni sana jamani, karibuni.
Kwa majina naitwa Osmond. Sauti kidogo tunaomba. Kwa majina naitwa Osmond Philibert Kapinga. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Mimi ni mtendaji mkuu wa chuo cha Rafiki. Chuo cha Rafiki hiki kilianza mnamo mwaka 2014 katika wilaya ya Mbinga. Leo hii tuna mahafali ya chuo cha afya, tuna wahitimu 13 ambao wa kike ni 11 na wa kiume ni 2, jumla ya kufanya 13. Mahafali hii ni ya 21. Tukio la leo ni la kihistoria kwa nchi yetu ya Tanzania, kwa Ruvuma na kwa wilaya ya Mbinga kwa ujumla. Ninayo furaha kubwa sana, tena sana, kwa kupendezwa kwa hii sherehe na kwa wanafunzi kwa jinsi walivyopendeza. Naamini sherehe itaisha salama. Ndio. Sasa tuambie maandalizi yenu yote mpaka hatua hii ya kufikia wahitimu wale wanamaliza masomo yao. Okay. Wanafunzi hao walianza mwaka 2025 tarehe 6 Februari mwezi wa pili. Kwa hiyo wanafunzi hawa wanasoma theory, yani wanasoma masomo ya tunasema theory, maana yake nadharia, ndani ya miezi 7, lakini miezi 5 wanasoma practical, wanajifunza kwa vitendo. Kwa hiyo hawa tumewaivisha, nikiona maana wamesoma darasani, wamesoma kwa vitendo, ina maana hapo walipofika sasa wanaweza wakahudumia wagonjwa. Mgonjwa aina yoyote yule anaweza akahudumiwa kwa kadi ya changamoto ambaye anakuwa anakutana nayo, kwa sababu tunaamini wameiva kwa kiukubwa zaidi. Ndio. Sasa tuambie sasa, mmeweza kuandaa vipi kuendana na mabadiliko ya teknolojia huko kwenda? Hilo tumekwisha waandaa, kwa sababu kwanza sisi tumewapa fani, si ndio? Fani ya afya. Ikiona maana fani ya afya ndani yake kuna vitu mbalimbali, umeona, na changamoto. Kuna hao kwa sababu wanahudumia jamii, umeona? Jamii maana hudumia mifugo. Nasema jamii ni maana ni watu, sio? Kwa hiyo huko yani tunaamini wanakutana na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo tumeshawaandaa na tumeshawaelekeza namna gani watakutana na changamoto huko mtaani. Nikiwa na maana ya kwamba hawa huko mtaani kuna watu wenye upungufu wa akili, kuna watu wana akili timamu, si ndio? Kwa hiyo wale watu tumeshawaelekeza namna ya kukabiliana nao na jinsi gani wamhudumie kadri ya mtu anavyokuwa amekutana naye. Labda matarajio yenu kwao hao wahitimu? Matarajio yetu kwetu hao wahitimu wote ni kwenda makazini, na tayari tumeshawatengenezea utaratibu jinsi gani watafika makazini, na wote watakuwa kazini. Kutokana na mwitikio wa wanafunzi kuja hapa chuoni, lakini idadi chache wanafunzi, tunaomba wakaribishe watu na waaminishe kwamba kituo hiki ni bora kwao na mazingira rafiki kwa ajili ya kuweza kujifunza. Kwanza niseme uchache wa wanafunzi unategemeana na hali, ndio, na hali jinsi ilivyo na kipato cha wazazi. Ukiangalia wanafunzi wanaobaki pale wako kama 80 ambao tunawataja kwa kuhitimu tena, si ndio? Wakati darasa la serikali linaanza wanafunzi 45, si ndio? Kwa hiyo sisi tumevuka lengo, ikiwa na maana ya kwamba kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu, kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.